Kichwa cha somo cha wiki hii ni upendo wa Mungu na utawale. Kichwa cha somo ni upendo wa Mungu na utawale. Hapa upendo, kuna maneno mawili ya msingi hapa kwenye hichi kichwa cha somo, ambapo neno la kwanza ni upendo na neno la pili ni swala la utawala. Kutawala ni kuwa na nguvu ya kimamlaka katika nafasi ama neno ama cheo. Kwa hiyo anaposema upendo wa Mungu na utawale, upendo unazungumziwa kama nafsi au kama mtu, kwamba una uwezo wa kutawala ama kutawaliwa. Bwana apewe sifa. Na kitu chochote chenye uwezo wa kutawala, basi kina uwezo wa kuamua, kina uwezo wa kuendesha, kina uwezo wa kufanya ama kutokufanya, kina uwezo wa kutoa oda. Usiue, kwa sababu ya upendo hauui. Sasa kinachokuambia usiue sio lile neno usiue. Upendo unaamua hapa hautaua, hauui, kwa sababu upendo umekulazimisha. Toa pesa, mpe huyu mwanamke hela, mpe yote. Unataka kutoa 10,000, mpe yote. Unaamrishwa, roho inauma, moyo unauma, unaona kabisa nadaiwa ada, lakini unampa kwa sababu mamlaka. Ule upendo una mamlaka ya kukuamrisha ufanye kitu, kwamba unakitaka au hutaki, unafanya. Kwa hiyo unapoambiwa upendo wa Mungu utawale, nenda kanisani hata kama unaumwa unaenda, kwa sababu ule upendo wa Mungu unakusukuma. Yaani kweli haya yote Mungu alionitendea, haya yote Mungu aliokufanyia. Leo ni harambee. Si kila mtu anakuja kutoa hela hapa kwa kupenda, na mmoja hapo ni mimi. Natoa kwa uchungu. Kuna saa unatoa kwa uchungu kwa sababu una mahitaji mengi, una vitu vingi vinakuhitaji. Saa nyingine hata mama yako ametaka umfanyie kitu fulani, hujaweza kufanya, lakini Mungu anakuambia nifanyie mimi, nifanyie mimi. Kwa hiyo unabebana, uko na hela, unakuja hapa unatoa, lakini ndani ya moyo wako wewe ndio unayejua kwamba hapa nimetoa kwa sababu gani. Hata kama tunacheka kweli, tunatoa, tunacheka, tunashangiliwa, lakini kuna saa unatoa na maumivu. Kwa nini ufanye kitu ambacho kinakuumiza moyo? Ni kwa sababu kuna mapenzi fulani uko nayo uko ndani, ambayo kujizuia uwezo. Unasema acha nitoe, hata kama ninatoa machozi, lakini ninajua naye mtolea alikonitoa. Haleluya, haleluya. Ukishafika hiyo level ya kutawaliwa na upendo wa Bwana, utamtumikia hata kama wanakutukana, utamtumikia hata kama nyumbani umelala na njaa, utamtumikia hata kama una vita pande zote, maana unamjua unayemtumikia ya kwamba yeye aliwahi kukupenda akamwaga damu yake kwa ajili yako ili wewe uishi. Haleluya, haleluya. Hiyo ndio tafsiri ya hili neno upendo wa Bwana na utawale. Ukishakuwa unatawaliwa, maana yake utapelekwa tu, hata kama utaki utafanya. Mwenyekiti wa kijiji akisema kesho, jamani, kesho kikao, ambaye haji tutambambua. Mnaenda pale kwenye kikao mmejazana, kwani mmependa kwenda? Hamjapenda, ni mikwara tu ya mwenyekiti. Ndio kutawaliwa, kwamba huyu mchungaji simpendi, yani hivyo. Kuna vitu ukiangalia huyu mchungaji, kuna vitu anakukwaza, kuna vitu ukiangalia huyu mwinjilisti, kuna vitu anakukwaza, lakini kwa ajili ya Bwana nitaendelea kumtii na kumheshimu. Kwa ajili ya Bwana nitaendelea kwenda kanisani. Kwa ajili ya Bwana nitafanya na ile aliloniambia. Simpendi, lakini ninampenda aliyemtuma. Haleluya, Bwana apewe sifa. Hapa kuna viwango vya kiungu. Kuna viwango vya kiungu vikishaingia ndani ya mtu, wewe unaenda kumwomba mtu. Mwinjilisti anaenda kuomba wageni rasmi, na wageni rasmi wamekuja hapa. Ninajiuliza, ni wageni rasmi wangapi wamekuja kwa kumheshimu mwinjilisti? Ila natamani niwaone wageni rasmi waliokuja kwa kumheshimu Mungu aliyemtuma mwinjilisti kwao. Haleluya, Bwana apewe sifa. Upendo wa Mungu na utawala.